Mkataba wa udhibiti wa silaha za nyuklia kati ya Marekani na Urusi umefika mwisho hivi karibuni. Mkataba huu unaojulikana kama New START ulisainiwa mwaka 2010 na ulikuwa msingi muhimu wa kuzuia mbio mpya za silaha na kusaidia kuzuia vita vya kinyuklia. Hii inamaanisha ushirikiano wa muda mrefu uliokuwa ukisaidia dunia baada ya vita baridi sasa umekoma na dunia inakabiliwa na zama za hatari. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema tukio hili ni kipengele cha hatari kubwa kwa amani na usalama wa kimataifa. Aliongeza kwa kusema kuwa Marekani na Urusi zinapaswa kuanza mazungumzo ya mkataba mpya bila kuchelewesha, lakini historia inaonyesha hili ni jambo tata. Mikataba mingine muhimu ya kudhibiti silaha kama INF, Open Stakes na CEF tayari imekwisha shindikana. Hii inamaanisha kuwa miundo iliyokuwa ikiwezesha dunia kuwa salama sasa ipo katika hatari ya kuharibika. Urusi inajaribu silaha mpya ikiwemo Poseidon torpedo yenye nguvu ya nyuklia, na Marekani inaandaa Golden Dome, mfumo wa ulinzi kuzuia mashambulizi ya silaha za mbali. Lakini changamoto kubwa ni hakuna haraka ya kusainisha mkataba mpya, na mataifa makuu ya nyuklia yamejikita katika kuongeza uwezo wao wa kijeshi, huku China ikiendelea kuwa ndani ya mchezo wa silaha za kimataifa. Kwa maneno mengine, dunia inakabiliwa na zama tete zaidi na mbio za silaha mpya za kinyuklia tayari imeshaanza rasmi. Hii ni historia ya sasa. Hatua kwa hatua tunashuhudia mabadiliko makubwa ya usalama wa kimataifa. Je, dunia inaweza kuzuia mbio hii mpya au tunaingia katika enzi mpya ya hatari zaidi ya kinyuklia? Hii ni historia ambayo kila mtu anapaswa kufahamu, na kila hatua tunaishuhudia inabeba hatari na changamoto kubwa kwa dunia nzima.